Tunakukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya neno la Mungu. Tutakuwa pamoja tangu muda huu saa 2 hadi pale saa 3, tukiwa na ndugu David Dicto. Kwa majina mimi naitwa Temanya Gabriel. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nasi, na siku ya leo tutakuwa tunahitimisha masomo haya hapa katika redio hii. Kwa hiyo kuwa pamoja nasi, tusikilize vizuri. Kuna wengi ambao wamekuwa wakiendelea kuuliza, nyinyi kwa nini mko tofauti na wasabato wale? Kabisa. Kwa hiyo leo ndio hitimisho, utatambua kitu gani ambacho kilitufanya tuwe makundi mawili. Ndio. Na si kwamba labda tulitaka tu wenyewe, bali leo ndio utatambua vizuri. Ndio. Lakini pale wale ambao wamekuwa wakijiuliza kanisa la kweli ni lipi, leo ndio hitimisho la maswali ya kujibiwa. Kabisa, kabisa. Kwa hiyo kabla tujaendelea, basi tupate ombi. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya wakati huu. Umetupatia fursa hii ili tuweze kupata kujifunza na msikilizaji wa redio hii. Bwana, tunaomba tusaidie. Tusaidie pia msikilizaji wa Voice FM Radio, ili kwamba tuwe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Kupitia jina la Yesu tunaomba. Amina. Amina. Ndugu Gabriel. Naam. Leo ni mwisho, si ndio? Ndio. Kuna watu watatamani kutupata hata baada ya kuondoka kwenye redio hapa. Ni kweli. Unawaambiaje? Nawaambia tu kwamba masomo haya yote ambayo tumekuwa tukitoa hapa yatapatikana katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa YouTube. Yaani kama wewe utahitaji masomo haya yatakuwa baada ya muda mfupi, baada ya siku chache yatakuwa online kwa njia ya YouTube. Wewe yatafute tutafuta channel inaitwa IMS Tanzanian Western Field. IMS Tanzanian Western Field. Utayakuta masomo haya yote mwanzo mwisho. Lakini pia kwa njia ya Facebook tunapatikana kwa jina hilo hilo la IMS Tanzanian Western Field. Unaweza ukatupata pia kwa njia ya Facebook. Kwa hiyo kwa njia hizo utayapata masomo haya yote, maana tunapotoka hapa si kwamba neno la Mungu litakuwa limenyamaza, basi litaendelea kunena kwa njia ya mitandao hiyo ya kijamii. Amina, amina. Nafikiri lakini kwa namba pia wanaweza kutupata kwa 075822 ndio 8734 0758228734 0748208437 0748208437. Tunawakaribisha pia katika ibada ya Sabato kesho pale Kisiwani. Ibada zitaanza saa 2 mpaka mida ya jioni. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na karibuni sana katika mwendelezo wa somo hili. Lakini tuwakumbushe wale wote ambao wanatamani kujifunza masomo yetu popote walipo, kijiji chochote. Ndio. Tuko tayari kuja. Ndio. Madam tunza hiyo namba. Ndio. Na maswali mko 2 watatu tutakuja kujifunza. Amina. Karibu. Ndugu Gabriel. Naam. Nafikiri tunatakiwa kuanza. Ndio. Jana tuliweza kuangalia kuna mambo mengi tuliweza kuangalia. Ndio. Kuna watu wanasema matengenezo ni matengenezo ya ulaji wa nyama ndio matengenezo ya kweli. Kwamba tunaposema matengenezo ni nyama. Wanajua kwamba ni kuacha kula nyama tu. Ndio matengenezo wanayojua wao. Lakini kitu ambacho sio kweli. Sio kweli. Sawa, sasa sio kweli. Ndio. Tuendelee. Baada ya kanisa kuonekana kwamba limeendelea kukaidi maonyo ambayo Mungu anayatoa, na uvuguvugu ukiendelea kuwepo, ndio inaonesha kwamba ilitakiwa Mungu aweze kuleta ujumbe wa kutaka kusahisha hayo makosa, wa kulitakasa kanisa, litakaswe kabisa. Ndio maana Mungu anataka kanisa takatifu. Ndio. Lakini ujumbe wenyewe huu ndio tunasema kwamba ni ule ujumbe wa shahidi mwaminifu. Ndio. Ambao tumeusoma kwenye Ufunuo 3 fungu la 14 na kuendelea. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Lakini ule ujumbe wa shahidi mwaminifu anayosema nakupa shauri nunue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto na dawa ya macho na nini. Ndio. Bwana asifiwe. Ule wa Ufunuo 18.
of 3:18. Ndio. Ndio. Huo ujumbe ndio ujumbe ambao unaitwa ujumbe wa haki ya Kristo. Ndio. Na huu ujumbe ndio ujumbe ambao unaonesha mwanzo wa malaika yule anayeangaza dunia kwa utukufu mwingi. Yani malaika yule wa kilio kikuu cha malaika watatu. Ndio. Hebu tusome selected message ya kwanza 362. Selected messages volume 1 ukurasa wa 362 aya ya 4 inasema wakati wa jaribio upo mbele yetu. Kwa maana kilio kikuu cha malaika watatu kimeanza tayari katika ufunuo wa haki ya Kristo. Mkombozi anayesamehe dhambi. Huu ndio mwanzo wa malaika yule ambaye utukufu wake unaijaza dunia yote. Katika Ufunuo 14 ndio fungu la 6 ndio mpaka tukienda hadi la 8 na kuendelea la 9 kule ndio tutaona kuna malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Ndio. Ambao tulisema wa kwanza alihubiri William Miller. Ndio. Miaka 10. Ndio. Wa pili ndio wa kwanza alisema mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Lakini wa pili alisema umeanguka Babeli. Ndio. Tulisema walioanguka ni watu gani kama unakumbuka? Wa Protestanti. Ndio. Kwa nini walianguka? Kwa sababu waliukataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Amina. Ndio. Sasa ndio baada ya wale waliokuwa wametii ndio walienda mpaka ujumbe wa malaika watatu, ndipo tunaona Waadventista wa Sabato wakawa wametokea pale. Ndio. Sasa wale waliokuwa na ujumbe wote ndio ni Waadventista wa nini? Wa Sabato. Lakini kuna malaika mwingine wa Ufunuo 18 ndio anayekuja na wazo lile mwingine. Ndio. Sasa tunasema huyu ndiye anakuja na nuru anayekuja kuiangaza dunia kwa utukufu wake. Bwana asifiwe. Amina. Lakini hebu tugusie kidogo Ufunuo 3:14 hadi 22. Ufunuo 3:14 hadi 22 inasema hivi. Anasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Malaika maana yake ni viongozi wa hilo kanisa. Ndio. Yani na maana Mungu anatuma ujumbe kwa viongozi wa kanisa. Yani General Conference. Ndio. Haya ndio anenayo yeye aliyeamina. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Ndio. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Ndio. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Amina. Kwa hiyo Yesu akaona alisafishe kanisa kwa kutoa dawa hizi. Ndio. Na kutoa hizi haya mavazi meupe. Ndio. Na dhahabu. Ndio. Akasema ili kanisa linunue nini? Linunue dhahabu kwake. Ili liweze kuwa nini? Liweze kuwa vizuri. Liwe safi. Liondokane na vuguvugu. Ndio. Sasa tuangalie kwenye Roho Nabii kwenye Review and Herald August 19, 1890. Anamaanisha nini anaposema dhahabu, vazi jeupe na dawa ya macho? Inasema hivi. Je, mtalisikia onyo la shahidi wa kweli? Kutafuta dhahabu iliyojaribiwa motoni. Vazi jeupe ni dawa ya macho. Na dawa ya macho? Na dawa ya macho? Dhahabu ni imani na upendo. Kumbe dhahabu, anaposema ununue dhahabu, ni imani na nini? Na upendo. Na vazi jeupe? Na vazi jeupe ni haki ya Kristo. Na dawa ya macho? Na dawa ya macho ni utambuzi wa kiroho ambao utakuwezesha kuona hila za shetani na kuziepuka, kuiona dhambi na kuichukia, na kuiona kweli na kuitii. Sasa hiki kitu ndicho kilichofanyika wakati huu. Ndio. Na Mungu akaamua kwamba aweze kuleta huo ujumbe, awapatie moja kwa moja ili awatakase watu wake. Awatakase, maana tangu tumeona mwaka 1852 ndio kanisa lilianza kuwa vuguvugu. Ndio. Lakini Mungu akasema sijawaacha bado. Ndio. Akaendelea kuwaonya, lakini inaonekana kwamba wanashupaza nini? Wanashupaza shingo. Ikabidi awaonee huruma. Ndio. Awaonee nini? Anawaonea huruma. Sasa alipowaonea huruma, ndio katika Shuhuda kwa Wachungaji, Testimony to Minister, ukurasa wa 91 na 92. Shuhuda kwa wachungaji na watendakazi wa Injili, ukurasa wa 91 na 92 inasema, ndio, Bwana kwa huruma zake kuu ametuma ujumbe wenye thamani mno kwa watu wake kupitia ndugu Wagona na Jones. Ujumbe huu unapaswa uwe mashuhuri mbele za ulimwengu, ukimuinua Mwokozi
aliyesurubiwa kafara kwa dhambi za ulimwengu wote. Unawakilisha kuhesabiwa haki kwa imani. Unawalika watu kuipokea haki ya Kristo inayothibitishwa katika kutii amri za Mungu. Wengi wamempoteza Yesu. Kwa kumbe tumeangalia ile dawa ya macho, dhahabu na nini, kumbe ni haki ya nini? Haki ya Kristo. Ni haki ya Kristo. Ndio. Na Mungu akaamua kutuma huo ujumbe kupitia hao vijana wajumbe wawili, Jonas na Wagona. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Na nabii anajaribu kuelezea ndio huu ujumbe ulioletwa katika kitabu cha The Ellen G. White 1888 Materials Miscellaneous Collection. Ndio. Anasemaje? Anasema hivi, ujumbe ulioletwa kwetu na ndugu A.T. Jones na E.J. Wagona ni ujumbe wa Mungu kwa kanisa la Laodikia. Kwa hiyo kumbe ujumbe huu ambao Mungu aliwatumia hao watu walete watu wawili, ndio, ni ujumbe wa Mungu kwa kanisa la nini? Kwa kanisa la Laodikia. Sawa. Sasa ndio huo ujumbe baada ya kuletwa matokeo yake yalikuwaje? Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Sasa kumbuka huko nyuma tumeangalia kwamba huo ujumbe utakapoletwa utakuwa na pepeto. Ndio. Utakuwa na nini? Utapelekea pepeto. Ndiyo. Katika kitabu cha maandiko ya awali au Writing ukurasa wa 270 inasema hivi, niliuliza maana ya kupepetwa niliko kuona. Nikaoneshwa kuwa utasababishwa na ushuhuda yakinifu ulioletwa na shahidi mwaminifu kwa Walaodikia. Walioleta ujumbe wa shahidi mwaminifu kwa Laodikia kwa kanisa ni watu gani? Ni Jonas na nani? Na Wagona. Haya, ushuhuda huu utakuwa na mvuto moyoni mwa mpokeaji na utamuongoza kuinua kiwango chake na kuutangaza ukweli kwa uwazi bila kuupindisha. Wengine hawatakuwa tayari kuusambaza ushuhuda huu ulio wazi. Watainuka kuupinga, na jambo hili ndilo litakalosababisha mpepeto miongoni mwa watu wa Mungu. Kumbe ujumbe huu ambao utaletwa na hawa vijana washahidi mwaminifu ndio ambao ndio ujumbe wa haki ya nini? Ya Kristo au kuhesabiwa haki kwa imani. Wengine watafanya nini? Watainuka kuupinga. Na huo ndio nitakuwa mwanzo wa mpepeto. Maana ujumbe huu ungeleta pepeto. Ndio. Pepeto maana yake unatenganisha makundi mangapi? Mawili. Ndio. Sasa tuangalie, je, ujumbe huu ulikubalika? Ndio. Katika kitabu cha TM Testimony to Ministers. Ina maana msikilizaji anatakiwa kukumbuka kwamba ujumbe huu wajumbe hao waliuleta kwenye mkutano mkuu wa General Conference. Kuna eneo linaitwa Minneapolis. Minnesota, Minneapolis. Kule Marekani. Kwa hiyo kwenye mkutano mkuu wa baraza kuu la kanisa, hapo ndipo ujumbe uliletwa. Kabisa. Ndio. Haya, katika hicho kitabu cha Testimony to Ministers, ukurasa wa 79 na 80. Ndio. Mwaka 1896 inasema, hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu. Shetani amechukua utawala juu ya kila akili ambayo haijaamua kuwa chini ya utawala wa Roho wa Mungu. Wengi wameendeleza chuki dhidi ya watu ambao Mungu amewaagiza kutoa ujumbe maalum kwa ulimwengu. Kumbe watu wameendeleza nini? Chuki dhidi ya watu waliotumwa kuleta nini? Kuleta ujumbe wa Mungu kwa ulimwengu. Endelea. Walianza kazi hii ya kishetani kule Minneapolis. Kwa hiyo wale vijana au wale watu wajumbe walioleta ujumbe, hiyo kazi ndio ambao walitumwa wailete ilikataliwa kule Minneapolis. Ndio. Baadaye kidogo walipoona na kuthibitishiwa na Roho wa Mungu kwamba ujumbe ulikuwa ni wa Mungu, ndipo waliuchukia zaidi kwa sababu ulikuwa ni ushuhuda dhidi yao. Wanaochukia ni watu gani? Ni General Conference. Yani viongozi wa kanisa. Hawakuwa tayari kuinyenyekeza mioyo yao kutubu, kumpa Mungu utukufu na kuinua nuru. Waliendelea na roho zao zikiwa zimejazwa chuki, wivu na makusudio maovu. Kama walivyofanya Wayahudi. Wayahudi. Kumbuka nabii anasema Jerusalem ndio ni mfano wa vile kanisa la Waadventista wa Sabato litakavyokuwa kama litakataa kutembea katika nuru ambayo Mungu amelipatia. Sasa hapa anasema huu ujumbe umekataliwa. Wameanza kuendeleza chuki na wivu
na makusudio maovu kama walivyofanya kama walivyofanya Wayahudi katika Manake, kuikataa Injili. Kama ni indicator ni taa nyekundu inaonyesha kwamba ndio kwamba onyo lile ni lile hata kwao. Haya, endelea. Walifungua anasema walifungua mioyo yao kwa adui wa Mungu na wanadamu. Hata hivyo bado watu hawa wameendelea kuzishikilia nyadhifa zenye kuthaminika. Wamekuwa wakijaribu kurekebisha kazi kama watakavyo na kadiri wawezavyo. Wanarekebisha kazi kama wafanyeje? Wawezavyo, watakavyo na kadiri wawezavyo. Ndio, ina maana nabii anasema anajaribu kuonesha kwamba hawa ambao waliikataa kazi waliendelea kushikilia nyadhifa za uongozi. Ndio. Sasa kuna hawa vijana walioleta ujumbe au wajumbe hao. Jonas na nini? Na Wagona. Kuna watu wanasema hawa watu baada ya kuleta ujumbe ule waliasi. Kwa hiyo hata ujumbe wao hatuwezi kuona kama ni wa msingi sana. Sasa nabii anasemaje kuhusu hilo? Anasema hivi katika manuscript releases ya kwanza, volume ya kwanza ukurasa wa 143 aya ya kwanza. Inasemaje? Anasema hivi, ni kweli inawezekana kwamba mzee Jonas na mzee Wagona wakakumbwa na majaribu ya adui. Lakini hata kama itakuwa hivyo, hili haliwezi kuthibitisha kwamba hawakuwa na ujumbe toka kwa Mungu au kwamba kazi yote waliokuwa wameifanya yote ilikuwa ya makosa. Lakini kama hili lingetokea, ni kwa jinsi gani wengi wangechukua msimamo huu na kuingia katika udanganyifu mkubwa, kwa sababu hawako chini ya uongozi wa Roho wa Mungu. Wanatembea katika cheche za moto waliowasha wao wenyewe na hawawezi kutofautisha kati ya moto waliowasha wenyewe na nuru ambayo Mungu ameitoa. Na wanatembea katika upofu kama walivyofanya Wayahudi. Kwa hiyo kumbe tayari nabii ameonyesha wameanza kutembea katika nini? Katika upofu kama walivyofanya nini? Walivyofanya Wayahudi. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa huu ujumbe je, ulikubalika? Manake baada ya kukataliwa mwaka 1888 Mungu bado alitoa nini? Alitoa rehema. Maana Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu akiweka agano na kanisa lake huwa sio rahisi kulivunja. Ni sio rahisi kabisa. Kwa hiyo anakuwa anatoa muda wa kanisa hilo kuungama na kutubu. Ili kwamba lijirudi. Sawa. Sasa tuone hapo mbele, je, walijirudi? Katika kitabu cha ile barua ya 5 Agosti 1902 anasemaje? Inasema hivi. Barua ya 5 Agosti 5, 1902. Kazi gani ya ajabu ambayo ingefanywa katika mkutano mkubwa wa mwaka 1901 huko Battle Creek? Viongozi wangekuwa tayari, Mungu angewapa Roho Mtakatifu na kutakasa roho zao. Lakini walikuwa na mioyo migumu na walielekea katika kutenda maovu. Walijichukulia madaraka mikononi mwao. Mioyo yao ambayo ingaliweza kutakaswa kutokana na makosa yao iliimarishwa kwenye matendo maovu. Milango ilifungwa kumpokea Roho wa Mungu ambaye angesafisha uovu wote. Dhambi ziliachwa vile vile bila kuungamwa. Wakajijenga katika kufanya mabaya na kumwambia Roho wa Mungu, nenda zako kwa muda huu, nitakapopata nafasi vizuri nitakuhitaji tena. Ndicho alichomwambia Roho wa nini? Wa Mungu. Kuna usalama. Hata Stefano ndivyo alivyowaambia Wayahudi kwamba wanajaribu kupingana, wenye shingo ngumu. Wanapingana na nini? Wanapingana na Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ama haki ya Kristo ulitakiwa kuleta mvua ya masika. Kanisa lipokee mvua ya masika, Roho wa Mungu. Lakini waliendelea kukataa. Na dhambi ile ya kukataa ule ujumbe ikaendelea kudumu. Kumbuka hii ni General Conference. Na Mungu anashughulika na makao makuu zaidi. Kama alivyofanya kwa Wayahudi Sanhedrin. Alijaribu kuliongoa hilo ili kwamba baraza la Sanhedrin likiongoka, basi taifa zima limeongoka. Hata hapa General Conference ikiongoka, ikatubu dhambi, maana yake kanisa zima limepona. Lakini sipoongoka na kutubu, maana yake kanisa zima limepotea. Sasa ndugu Gabriel. Amina. Kama kanisa linagoma, kumbuka hapa hatuongei na mtu mmoja mmoja. Yaani tunaongea na kitu kinaitwa kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Sasa je, Mungu angetoa wito tena wa kuwaita? Ina maana mwito huwa daima, mwito ukitolewa mara nyingi usisikilizwe na Mungu, mwisho wa siku Roho wa Mungu huwa anaondoka. Haya. Roho wa Mungu anafanya nini? Anaondoka. Katika barua ya Septemba 1892 inasemaje? Inasema hivi. Hakuna tena mwito wa kubembeleza. Hakuna tena nafasi nzuri kama ile waliokwisha ikataa. Nafasi kama ile haitatolewa tena kuwafanya waweze kuifanya kazi ya Bwana
waliopaswa kuifanya kule Minneapolis. Wakati utakuja watakapotaka kufanya kila kitu walichokikataa, nafasi nzuri kama ile haitaonekana tena kwao. Wala hawataona na wala hawawezi kuona ndani ya mioyo yao haja kuu. Watatamani kusikia sauti walioikataa kule Minneapolis, lakini nafasi nzuri haitakuja tena kwao. Kusikia kiroho kutakoma kwao. Mungu kamwe hadhihakiwi. Ni maneno magumu kweli. Mungu afanye nini? Hadhihakiwi. Ila sasa hivi atakwambia kanisa ndio hili. Haya. Sasa ndio. Hebu angalia. Ndio. Baada ya hapo ndio nini kilitokea kwa nabii kwa Ndiyo. maneno hayo? Ndio. Katika kitabu cha Miscellaneous Collection ya 1888 ukurasa wa 659, ndio. wale walio na Ellen G. Estate wanaweza kuona hayo maneno. Ellen G. White Estate. Yes. Ndio. Hebu anasemaje? Anasema Ellen G. White, nabii wa Bwana, nabii wa Mungu, alianza kukosa imani na kanisa hata akafikia hatua ya kutokuhudhuria mikutano ikiwemo ya makambi. Anasema hivi, ndugu, mnajadiliana kwamba nije katika mikutano ya makambi yenu. Lazima niwaambie wazi kwamba kutokana na mwenendo mliouonesha dhidi yangu na kazi yangu tangu mkutano wa halmashauri kuu kule Minneapolis, kuikataa kwenu nuru na maonyo aliyoyatoa Mungu kupitia kwangu, kumeifanya kazi yangu kuwa ngumu mara 50 zaidi kuliko vile ambavyo kwa namna nyingine ingekuwa. Kuifanya kazi na kuwa ngumu mara ngapi? Mara 50. Sio mara 2 wala mara 10, mara 50. I say, huyu mama alikuwa na shida. Alikuwa na kazi ngumu sana. Haya, hapa anasema ninahisi. Anasema kwamba ninahisi kwamba ushuhuda wangu wa mdomo usingeleta mvuto wa mwisho. Sina ujasiri wa kukutana nanyi katika mkutano wa makambi. Inaonekana kwangu kwamba mumeliweka kando neno la Bwana kama lisilo stahili kwenu. Hivi mwinjilisti? Ndio. Mmeandaa makambi kama kanisa? Ndio. Makambi labda ni mtaa mzima. Ndio. Nabii yupo. Ndio. Nabii mnamwalika, tunakuomba uje kama nabii. Ndio. Unene nasi, utupe Ndiyo. maneno kutoka kwa Bwana. Ndio. Anasema kwa sababu mmekataa sauti ya Bwana, sina neno lolote la kuambia. Endeleeni na makambi yenu. Endeleeni na mambo yenu. Uwepo wa Mungu upo pale? Hapana. Bwana asifiwe. Amina. Haya. Akasemaje tena? Anasema kwenye volume ya 17 ya Manuscript Releases, ukurasa wa 64 aya ya 2 nasema. Inasemaje? Nina kazi ya kuifanya. Na sasa ninafanya maamuzi. Ni lazima niache kuhudhuria mikutano ya conference. Ndiyo. Ni lazima niache kuhudhuria mikutano ya makambi. Roho ya utengano kama matokeo ya kuhukumiana imekuwa ya kawaida na makanisa yanachachuliwa na roho hii. Kiasi kwamba sitamani kuhudhuria mikutano hii. Baada ya kugeuka toka kwao, mara kwa mara imenichukua majuma kadhaa kuirudia kazi yangu iliyokataliwa. Kwa aliamua kuacha kuhudhuria nini? Makambi na mikutano mingine. Mikutano ya conference. Ndio. Katika kitabu cha Testimony to Minister ukurasa wa 90 na 91 anasemaje? Nasema Roho wa Mungu amekuwa akiondoka kwa wengi miongoni mwa watu wake. Wengi wameingia katika giza, njia za siri, na wengine hawatarudi kamwe. Wataendelea kujikwaa katika upotofu wao. Wamemjaribu Mungu, wameikataa nuru. Ushahidi wote ambao ulipaswa kutolewa kwao ulitolewa, lakini waliukataa. Walichagua giza kuliko nuru. Na hivyo kuzinajisi nafsi zao. Najua hii msikilizaji, ndio hasa kwa Mwadventista msabato anatakiwa kuelewa hii ndo historia, mapito ya kanisa letu. Ndio. Mapito ya kanisa, maana hapa tulikuwa pamoja. Yaani usiniambie kwamba historia injili iliingilia milima ya Upale, sijui kaja wapi. Imeishia hapo. Hiyo sio injili, hiyo sio historia. Ndio. Twende kwenye roho nabii. Yani, nini kilitokea huko nyuma? Matukio kwa matukio ndani ya kanisa ilikuwaje? Ina maana kwa sababu historia hiyo ndio inatuelekeza njia ya kupita. Kama baba zetu walikosea, basi na sisi tuzirudie makosa. Ndio maana ya kujifunza historia hii hatua kwa hatua. Maana historia mbaya kuna watu huwa wanaikimbia. Akiona historia mbaya ya mapito ya zamani ya kanisa, anaifunika, hataki kuionyesha kwa watu. Au hataki hata yeye mwenyewe kuisoma. Yaani sijajua ni roho gani. Shetani anataka kutupoteza ili kwamba tusijue makosa ya baba zetu walipokosea, tuendelee kutembea katika upotevu. Sasa Mungu anatufunulia ili tuweze kujua historia ya kanisa. Sasa adhabu anapewa adhabu gani? Katika Review and Herald August 1, 1895. Baada ya muda mrefu wa kukataa maonyo, sasa Mungu anasema hivi. Mwaka 1893 nabii anaandika, anasema hivi.
na wewe Kapernaumu. Yaani kanisa lilifananishwa na nini? Kapernaum. Utasoma hilo andiko kwenye Biblia linalomhusu Kapernaumu. Na wewe Kapernaumu, yani Waadventista wa Sabato, ambaye ulikuwa na nuru kuu. Yani waliokuwa na nuru kuu ni watu gani? Ni Waadventista wa Sabato. Maana hili ndio kanisa la nini? La mwisho, Laodikia. Ndio lilopewa nuru zote. Nuru zote. Ndio. Limetoka kwa makanisa ya Kiprotestanti ya Kijumapili. Ndio. Likafuata Sabato ya kweli. Ndio. Sasa hawa ndio wamepewa nuru kuu. Sasa saizi wanaambiwaje? Na wewe Kapernaumu, yani Waadventista wa Sabato, ambaye ulikuwa na nuru kuu, uliyekuzwa hadi mbinguni, utashushwa chini hadi kuzimu. Kwa kuwa kama kazi kuu zilizofanyika kwako zingefanyika Sodoma, ungekuwepo mpaka leo. Watashushwa wapi? Kuzimu. Watashushwa wapi? Kuzimu. Kuzimu. Ndio. Ni Review and Herald ya Agosti 1 mwaka 1895. Aya, kuzimu wanaishi watu gani? Kule kuzimu. Ni mapepo. Ni mizimu ndio inaishi huko. Ndio. Sasa nukuu ya 1895 anasema hivi, ya Testimony to Ministers ukurasa wa 66, ushahidi ni Testimony to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 66. Anasema hivi, ushahidi upo katika ulimwengu kwamba Waadventista wa Sabato wanapiga tarumbeta isiyo na uhakika. Wanafuata njia za kidunia. Wanapiga tarumbeta isiyo na nini? Isiyo na uhakika. Sasa hivi watu wanachanganyikiwa. Hivi hawa ni Wasabato au ni? Mbona Wasabato walikuwa zamani? Wasabato sio hawa wa leo. Sio hawa tunaowafahamu. Kwa sababu ni tarumbeta isiyo na uhakika. Ina maana hata watu wenyewe wanaotakiwa kuhubiriwa sasa hawaelewi hivi hawa ndo tunaotakiwa kuwasikiliza kweli? Kwa sababu kuvaa, kula, kila kitu yani ni kitu kimoja. Bwana asifiwe. Amina. Haya. Katika kitabu cha Review and Herald Agosti 19, 1890 anasemaje? Wengi hawafurahii ukweli kwamba wanahitaji kuwa na mafuta ya mbinguni. Jina la wanawali wapumbavu linawakilisha tabia ya wale wasio na kazi harisi mioyoni, itendwayo na Roho wa Mungu. Jina la wanawali wa nini? Wapumbavu. Inawakilishwa? Linawakilisha tabia ya wale wasio na kazi harisi mioyoni, itendwayo na Roho wa Mungu. Kuja kwa Kristo hakubadili wanawali wapumbavu kuwa welevu. Hali ya kanisa inayowakilishwa na wanawali wapumbavu imesemwa pia kama hali ya kanisa la Walaodikia. Kwa kanisa la Walaodikia linafananishwa na wanawali wa nini? Wapumbavu. Ndio. Sasa swali, wanawali wapumbavu walipona au walipotea? Walipotea. Kila mtu anafahamu kile kisa. Ndio. Walienda wakatoka wakapotelea kwenye giza. Ndio. Shuhuda ya 5 ukurasa wa 65 anasemaje? Anasema hivi, je, kwa nini mimi sijui kwani mimi sijui hali halisi ya kanisa, wakati kwa miaka mingi Bwana ameleta mbele yangu tena na tena hali halisi ya kiroho walionayo? Maonyo ya kujirudia yamekuwa yakitolewa, lakini bado hapajakuwepo maamuzi yoyote ya dhati ili kufanya mabadiliko. Anayeongea ni Nabii Ellen G. White. Yani kanisa hili kwa linapendwa sana kabisa na Mungu. Na kumbuka tunasema kwamba hatuongei na mtu mmoja mmoja. Tunaongelea kanisa. Sasa haya mafundisho, ndio Msabato gani ataniambia anafundishwa ndani ya kanisa lao? Na sisi tukianza kuhubiri hapa inaonekana kama tunawasonda vidole. Nani anasonda vidole? Au tunasoma vitabu ambavyo sio vya ambavyo hawavijui. Hivi vitabu ni vya Kisabato. Ndio. Ambao nyie mnasema tumetengana nao. Ndio. Au ambao nyie mnasema tumetoka kwenu. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa hebu hata kama tumetoka kwenu, ndio haya masomo mmea kuyasikia? Ni masomo adimu. Maonyo ya kujirudia yamekuwa yakitolewa, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Nabii anaeleza hicho kitu. Ndio. Sasa je, kuna usalama katika kama mabadiliko hayapo? Kuna usalama haupo. Bwana asifiwe. Amina. Sasa hebu tuendelee. Tuangalie katika kitabu hiki cha historia. Hii ni ya muhimu sana. Ndio. Ili kwamba tujue kwamba mambo yaliendaje. Ndio. Maana wakati huu Mungu alikuwa anazungumza na watu wake, kanisa lake. Katika kitabu cha Testimony to Ministers ukurasa wa 175 anasemaje? Anasema hivi, kanisa kwa muda mrefu limeridhika na mibaraka ya Mungu. Hawajaona haja ya kuzifikia fursa zilizonunuliwa kwa ajili yao kwa gharama isiyopimika. Hawajaona nini? Haja. Ni kama
kama ujumbe kwa Laodikia unavyosema kwamba nimejitajirisha, sina haja na kitu. Kwa nabii anaonyesha kanisa halina nini? Halina haja. Ndio maana tunapohubiri hapa watu wanaona hamna nini? Hamna haja. Wanasema sisi ni waongo. Tunapata message nyingi. Ndio. Nikwambie. Wasikilizaji wetu wamegawanyika makundi mangapi? Mawili. Ndio. Kuna wale ambao wanafuatilia kwa uaminifu tunachokiongea. Na ni wachache sana. Kuna wale wanaofuatilia ili kukosoa na kupinga kila kitu. Na ndio wengi. Na sisi hatuwezi kuacha kusema, ila wanaofuata watafuata. Amina. Waitwao ni nini? Ni wengi. Wateule ni wanini? Ni wachache. Haya. Kwa hiyo kanisa, hebu rudia hiyo nukuu. Anasema hivi, kanisa kwa muda mrefu limelizika na mibaraka ya Mungu. Hawajaona haja ya kuzifikia fursa zilizonunuliwa kwa ajili yao kwa gharama isiyopimika. Nguvu zao za kiroho zimekuwa dhaifu. Uzoefu wao umedumaa. Na tabia zao zimelemaa na hawana sifa kwa kazi ambayo Bwana angewataka waifanye. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato wana sifa ya kufanya kazi ya Bwana? Hawana. Kumbuka huu ni mwaka 1890 walikuwa hawana sifa ya kufanya kazi ya Bwana. Ndio. Hatuongelei huu mwaka sasa hivi. Ndio. Rudi nyuma. Ni historia. Hiyo ni historia ya nyuma. Ndio. Haya yote maovu unayoyaona ni nyuma. Udhaifu huu uliokuwa unatajwa wa kanisa ni nyuma. Miaka 1890 ndio. Sawa? Baada ya kukataa ujumbe wa haki ya Kristo. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo maana yake kila anayesikiliza ndio inatakiwa aweze kugundua kwamba hivi hawa watu wanachokisoma ni sahihi. Ndio. Haya, katika kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 304, vielelezo vya mafundisho ya Kristo ukurasa wa 304, anasemaje? Ya mwaka 1900 anasema hivi, kwa sababu walishindwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Wana wa Israeli waliachwa kando na wito wa Mungu hebu nenda vizuri. Wana wa Israeli waliachwa kando na wito wa Mungu. Na wito wa Mungu ulielekezwa kwa watu wengine. Wito wa Mungu ulielekezwa kwa watu wengine. Kama hawa pia hawatakuwa waaminifu, je, hawatakataliwa kwa namna hiyo hiyo? Nabii anauliza, kwa sababu walishindwa kutimiza mapenzi ya Mungu, wana wa Israeli waliachwa kando. Ndiyo. Na wito wa Mungu ulielekezwa kwa watu wengine. Kama hawa pia watu gani? Waadventista wa Sabato hawatakuwa waaminifu, je, hawatakatiliwa kwa namna hiyo hiyo? Yaani onyo ni lile lile. Bwana siwe. Hakuna garanti kwa Mungu. Sharti la Mungu ni utii. Yaani ili ahadi za Mungu zidumu kwa kanisa lake. Ni utii tu. Likiasi, likishindwa kutii, halina garanti ya kuendelea kuitwa mteule ama mwenye wito ule ulioitiwa. Haya, maonyo si kule wamekataa ujumbe. Ndio. Na nabii ameacha kuhudhuria mikutano ya makambi. Ndio. Na ya conference. Ndio. Haya, angalia kinachofuata tena zaidi. Ndio. Shuhuda ya 6 ukurasa 144. Anasemaje? Shuhuda ya 6 ukurasa wa 140 anasema watu watatumia kila njia ili kufanya utofauti kati ya Waadventista wa Sabato na wanaoitunza siku ya kwanza ya juma usionekane. Kundi liliwasilishwa mbele yangu chini ya jina la Waadventista wa Sabato waliokuwa wakishauriana kwamba bendera au alama inayotufanya tuwe watu tofauti tusiishikilie kwa mkazo sana. Yaani ujumbe wa malaika watatu tusiushikilie kwa nini? Kwa mkazo sana. Kwa kuwa walidai kwamba hii sio njia sahihi ya kupata mafanikio zaidi katika taasisi zetu. Kwa lengo wapate mafanikio katika nini? Katika taasisi zao. Lakini ujumbe wa Mungu uhafifishwe, ushushwe viwango. Lakini huu sio wakati wa kuziburua chini rangi zetu na kuaibishwa kwa imani yetu. Kwani bendera hii imeelezwa katika maneno. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Inapaswa kutolewa kwa ulimwengu hadi mwisho wa wakati. Yaani haitaki kushusha viwango hadi mwisho wa nini? Wa wakati. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ndio. Ni kwamba katika kitabu cha Shuhuda ya 8 ukurasa wa 102 anasemaje? Ninaomba kwamba wale walioipinga nuru na ushahidi wakiyakataa maonyo ya Mungu watashuhudia wakati wa kuteketezwa kwa ofisi za uchapaji za Review and Herald kama wito kwao wa kumrudia Mungu kwa moyo thabiti. Sasa kilichotokea ni kwamba ndio maonyo kule wamekataa ujumbe. Ndio. Ametuma ujumbe kwa wale vijana kupitia Jones na Wagona. Umekataliwa. Ameacha kuhudhuria mikutano ya makambi. Maonyo mengi yamekataliwa. Yametolewa. Ndio. Unaona? Ndio. Sasa akasema kama amuelewi nitaleta nini? Nitaleta moto. Nitaleta moto. Awafundishe kwa moto sasa. Labda wataelewa vizuri. Ni kwamba kulikuwa
Wasabato walikuwa wamepewa nuru Ndiyo. ya ujumbe wa afya Ndiyo. kwamba Ndiyo. wajenge sanitarium Ndiyo. kwa kutumia tiba za asili, Ndiyo. vitu vya asili. Ndiyo. Na wakawa wamejenga majumba makubwa, magorofa. Ndiyo. Sasa Mungu akasema kwa sababu hamtaki kusikiliza, Ndiyo. mimi nitachoma hayo majengo. Ndiyo. Moja ya kitu ambacho walikuwa wanakifanya ndani ya yale majengo, Ndiyo. wanachukua machapisho ya Waroma, Ndiyo. Roman Catholic, Ndiyo. wanaenda kuchapisha kwenye viwanda vya nini? Vya kanisa. kanisa lao. Wanachukua yale anasema yale mafundisho. Ndiyo. Wanayavuruga. Ndiyo. Kwa mfano, Ndiyo. moja ya kitu ilikuwa ni kwamba hawataki kuingiza madawa kwenye hospitali. Madawa yale ya kemikali. Ndiyo. Haya, wakawa wanafanya nini? Wanayatumia. Wanayaingiza. Ndiyo. Kulikuwa na taasisi kubwa mbili. Ndiyo. Ya uchapaji, Levy and Herald. Ndiyo. Na ya sanitarium. Ndiyo. Sasa Mungu akatoa wito. Ndiyo. Naomba irudie hiyo nukuu. Anasema hivi, ninaomba kwamba wale walioipinga nuru na ushahidi wakiyakataa maonyo ya Mungu watashuhudia wakati wa kuteketezwa kwa ofisi za uchapaji za Review and Herald kama wito kwao wa Mungu wa kumrudia Mungu kwa moyo thabiti. Testimonies for the Church volume 8 ukurasa wa 102. Yaani maana yake ili waweze kumrudia Mungu ni mpaka hadi majengo ya chomwe. Maana yake kwa maelezo zaidi yaliyotolewa wameshindwa kufanya nini? Wameshindwa kuyasikia. Wameshindwa kusikia. Ndiyo. Na kuyafuata. Ndiyo. Kilichotokea ni nini? Ni kwamba jengo la Review and Herald lilichomwa moto ambao haukujulikana umetokea wapi. Sasa sanitarium ikateketezwa Februari 18, 1900 na ngapi? Na 2. Ndiyo. Bwana asifiwe. Amina. Sasa baada ya kuteketezwa sanitarium, kiongozi aliyekuwepo kipindi hicho akakimbia. Liliteketezwa usiku. Ndiyo. Asubuhi anakimbia kwa nabii. Ndiyo. Ellen G. White. Ndiyo. Anaenda kugonga. Ndiyo. Ngongongo, haya, karibu. Ndiyo. Kuna taarifa mbaya. Taarifa gani? Jengo la tiba limeteketea, sanitarium. Ndiyo. Baada ya kuambiwa hivyo, nabii akasema ninafahamu kwamba limeteketea. Ndiyo. Maana usiku wa leo nimeonyeshwa malaika akilichoma, akinyosha upanga akalichoma. Ndiyo. Bwana sifiwe. Amina. Kwa hiyo Mungu anataka kwamba muweze kufanya nini? Kutubu. Ndiyo. Na kujirekebisha. Ina maana ameamua atumie njia za vitendo. Ndiyo, aende kwa vitendo. Za kuchoma moto hivyo vituo. Ili kwamba angalau wajue kwamba Mungu ndiye anayezungumza nao. Kwa kifupi, ndiyo, ni kwamba akamwambia basi rekebisheni hata kwenye nyumba ya uchapaji, msirudie makosa yale. Haya, kilichotokea ni nini? Ndiyo. Ni kwamba mwaka huo 1902 ndiyo, Disemba ndiyo 30 Review and Herald ikafanya nini? Ikateketea na yenyewe kwa moto. Ikateketea kwa moto. Ndiyo. Sasa nukutu isome ya mwisho. Manuscript release ya 114 Oktoba 5, 1903. Inasema hivi. Ndugu zangu wapendwa, nina ujumbe kwenu. Bwana yuko makini sana na watu wake. Ninatumaini kuwa kutakuwa na unyenyekevu wa moyo kufuatia kutokufurahishwa kwa Bwana katika kuteketezwa kwa majengo ya taasisi zetu kubwa mbili. Lakini ni kwa mvuto kiasi gani hili limeleta unyenyekevu na kutubu. Watu wa Mungu hawajamuheshimu na mioyo yao haishawishiki hata ingawa huzungumza kwa kutumia hukumu. Hawafanyi mabadiliko ya dhati. Yaani baada ya kuchoma majengo hayo ikaonekana bado hawafanyi nini? Bado hakuna mabadiliko ya dhati. Hakuna mabadiliko yoyote. Ndiyo. Bwana asifiwe. Amina. Sasa nini kilichotokea? Ndiyo. Kilichotokea ni kwamba ndiyo, uwepo wa Mungu ikabidi uondoke. Ndiyo. Kama ilivyokuwa kwa nini? Kwa Wayahudi. Katika kitabu cha Shuhuda ya 8 ukurasa wa 250 anasemaje? Shuhuda ya 8 ukurasa wa 253 1903 nasema, ni nani awezaye kusema dhahabu yetu imejaribiwa ndani ya moto? Mavazi yetu hayakuchafuliwa na dunia? Na alimwona mkufunzi wetu akionyesha mavazi tulioyaita haki yetu, akiyaweka wazi akaonesha uchafu uliofichika ndani yake. Ndipo akaniambia, yani Yesu anamwambia Ellen G. White, anamwambiaje? Je, huwezi kuona jinsi walivyoficha uchafu wa tabia na kufunika uozo wa tabia? Imekuwaje mji uliokuwa mwaminifu umekuwa kahaba? Anaposema imekuwaje mji uliokuwa mwaminifu, mji uliokuwa mwaminifu ni Capernaum ambao ni SDA. Ndio. Imekuwaje umekuwa kahaba? Imekuwaje umekuwa kahaba? Nyumba ya baba yangu imefanywa kuwa pango la wanyang'anyi. Mahali ambapo uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu umeondoka. Kwa sababu hiyo pamekuwa na udhaifu na nguvu imekosekana. Uwepo wa Mungu umefanya nini? Umeondoka. Mwaka gani uwepo wa Mungu umeondoka ndani ya SDA? 1903. Wasabato wanafahamu hilo, wa SDA? Hapa ndio wanapaswa kufahamu. Haya, twende Review and Herald Agosti 12. Review and Herald Agosti 12.
anasema hivi, ukurasa wa 99 1898 anasema hivi, kanisa liko katika hali ya Laodikia. Kuwepo kwa Mungu hakumo katikati yao. Kuwepo kwa Mungu hakupo katikati yao. Sasa kanisa limeshakuwa kahaba. Ndio. Sasa sikiliza, nabii anasemaje kwenye Pambano Kuu au Great Controversy, Pambano Kuu ukurasa wa 382? Anasemaje? Ilikuwa ni kwa kujitenga na Bwana na kujiunga na wapagani, ndipo kanisa la Wayahudi likawa kahaba. Kwa hiyo hili Wasabato saizi tunaona pale nabii anasema limekuwa nini? Yesu anasema limekuwa nini? Kahaba. Limekuwa kahaba. Ndio. Lakini Wayahudi pia walikuwa nini? Kahaba. Walipokuwa kahaba, waliachwa na Mungu, walibaki pale pale? Waliachwa. Sasa hawa kama wamekuwa kahaba, wanaponaje? Hapana. Nabii anasemaje? Shuhuda ya 8 ukurasa 250. Hadi pale kanisa ambalo hivi sasa limechafuliwa na kuteleza kwa kurudi nyuma kwake, litubu na kuongoka, ama sivyo litakula matunda ya matendo yake. Ishia tu hapo. Ndio. Yaani mpaka lifanye nini? Litubu. Ndio. Sasa kanisa linapokwama, linaposhindikana, nini kinafuata? Katika kitabu cha MR Manuscript Releases ya volume ya 14 ukurasa wa 102 anasemaje? Anasema hivi, wakati kanisa linapothibitika kutokuwa na uaminifu kwa neno la Bwana, hata liwe katika nafasi gani, hata wito wake uwe mkuu na mtakatifu kiasi gani, Bwana hawezi kufanya nao kazi tena. Wengine huchaguliwa kubeba majukumu haya muhimu. Kanisa linapokuwa limeshindwa, wanachaguliwa watu gani? Wanachaguliwa watu wengine kuchukua nafasi hiyo. Na ndio maana tunasema katika Pambano Kuu ukurasa wa 615 anasemaje? Anasema hivi, wakati uwepo wa Mungu ulipoondolewa hatimaye kwa taifa la Kiyahudi, makuhani na watu hawakutambua hilo. WSDA wanatambua kwamba uwepo wa Mungu umeondoka? Wengi hawatambui. Ndio, kama Wayahudi ambavyo hawakutambua wakati uwepo wa Mungu ulipoondolewa kwao. Bwana sifiwe. Amina. Sasa kuna kitu kimoja. Ndio. Kuna nukuu moja hapa tuisome. Ndio. Inasema shuhuda selected message ya kwanza ukurasa wa 204. Selected message ya kwanza ukurasa wa 204 aya ya pili. Anasema hivi, adui wa roho amekuwa akitafuta kuleta mawazo kwamba matengenezo makubwa ambayo yalipaswa kufanyika miongoni mwa Waadventista wa Sabato yangejumuisha kuachana na mafundisho yaliyosimama kama nguzo ya imani yetu na yenye kuhusu hatua za uundwaji upya. Je, matengenezo kama hayo yangetokea, madhara yake yangekuwaje? Kanuni za ukweli. Kabla hujaendelea, aelewe vizuri tunaposema hivyo. Yaani nabii anaonyesha kwamba shetani anawashauri wa nini? Waadventista wa nini? Wa Sabato. Wafanye nini? Matengenezo. Ila matengenezo yenyewe ambayo yanatakiwa wafanye, waachane na kanuni zote walizoanza kujifunza tangu mwaka 1840 na mafundisho ambayo yalisimama kama nguvu za imani, nguzo ya imani. Sasa madhara yake yangekuwaje? Kanuni za ukweli ambazo Mungu kwa hekima yake amelipatia kanisa la masalio zingeachwa. Dini yetu ingebadilishwa. Misingi ya kanuni za awali ambayo imeongoza kazi kwa miaka 50 iliyopita ingehesabiwa kwamba ilikuwa na makosa. Muundo mpya ungeanzishwa, vitabu vyenye taratibu mpya vingeandikwa, mfumo wa falsafa za kisomi ungeanzishwa. Waanzilishi wa mfumo huu wangekwenda mjini na kufanya kazi ya ajabu. Sabato ya kweli isingetiliwa maanani kama ambavyo Mungu aliyeiweka anavyodharauliwa. Hakuna chochote ambacho kingeruhusiwa kusimama katika njia hii ya muundo mpya. Unasikia? Ndio. Yaani matengenezo yao kama ungeyafuata, ndio Sabato ingedharauliwa kama Mungu anavyofanya nini? Kama Mungu aliyeileta. Na hakuna chochote ambacho kingesimama kwenye kuwazuia. Maana yake General Conference ingebadilika, isingepata mfumo wa zamani. Ndio. Na wote wanaoisema wangeondolewa. Bwana asifiwe. Amina. Lakini kumbuka neno 50 kwamba kanuni ambazo zimeongoza kazi kwa miaka 50 zingeondolewa. Zingehesabiwa kwamba zilikuwa na nini? Si kitu. Sasa kilichotokea ni kipi? Ndio. Kilichotokea ni hiki hapa. Baada ya nabii akatabiri vita ya kwanza na ya pili ya nini? Baada ya kanisa kuendelea kuwa na makundi mawili kwa muda mrefu. Kumbuka hapo bado kanisa liko hili? Ni moja tu. Haya. Nabii akaonyeshwa vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Ndio. Tuthibitishe. Na ndio ambayo ingeleta mtengano. Ndio ingeleta mtengano. Maana hapa ujumbe umeleta kuhesabiwa haki kwa imani umekataliwa. Lakini washiriki wapo ndani ya nini? Ya kanisa. Sasa, na wachache ambao waliokubali waliendelea kuwemo. Sasa inaonyesha kuna jaribio linakuja mbele. Ndio. Ambalo litaleta
mgawanyiko. Na cha kukumbuka ni kwamba Ndiyo. kuna wengine ambao wanapenda kuuliza kwamba kwa nini matengenezo si yanafanyika ndani sio nje ya kanisa. Ndiyo. Ni kwamba anatakiwa kuelewa hapa kuanzia mwaka 1888 maandiko yanasema kwamba ndio ulikuwa wito wa kwanza wa kufanya matengenezo. Ndiyo. Kwa hiyo matengenezo yalifanyika kwa muda wote kutoka mwaka 1888. Yanahimizwa kufanyika matengenezo ndani ya nini? Ya kanisa. Ya kanisa. Ina maana matengenezo hayo yangeshindikana kulifanya kanisa liwe uniform. Basi mtengano ungekuwa ni wa lazima. Ilikuwa ni lazima. Ndio. Sasa nabii anasemaje? Katika Shuhuda ya 5 ukurasa 136. Anasema hivi, si muda mrefu watu wa Mungu watajaribiwa kwa moto wa majaribu. Na idadi kubwa ya wale ambao sasa wanaonekana kufaa na kutotiliwa mashaka watathibitika kuwa ni madini yasiyofaa. Haya, Shuhuda ya 9 ukurasa wa 17 anasema. Shuhuda ya 9 ukurasa wa 17 inasema nyakati za majaribu zinawasubiri watu wa Mungu. Roho ya vita inayokasirisha mataifa toka mwisho huu wa dunia hadi mwingine. Roho ya nini? Ya vita inayakasirisha mataifa. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo nabii akatabiri hiyo vita. Sasa hiyo ni ametabiri kwa ujumla, sawa? Ndio. Sasa tuende wanasema wazungu specific. Ndio. Nabii akatabiri vita ya kwanza ya dunia yenyewe. Ndio. Haya, katika Shuhuda ya kwanza ukurasa wa 268 anasema hivi, nalionyeshwa adha kuu katika nchi kuliko ile tuliyowahi kuiona. Kuliko ile waliowahi kuiona. Kumbuka jana tuliona vita ya wenyewe kwa wenyewe kule Amerika. Sasa nabii anaonyesha vita nyingine. Anasema nikasikia vilio na maombolezo ya adha. Nikaona makundi makubwa yakijihusisha katika vita. Nikasikia mipasuko ya mizinga na migongano ya silaha na mapigano ya mkono kwa mkono. Vilio na sala za wale waliokuwa wakifa. Hali zilifunikwa kwa majeruhi na watu. Haya, hiyo ni vita ya kwanza. Lakini anaendeleaje kusema Shuhuda ya kwanza ukurasa 268? Anasema nilionyesha wakazi wa dunia wakiwa katika machafuko makubwa. Vita, umwagaji damu, ukosefu, uhitaji, njaa na malazi vilitapakaa katika nchi. Kumbuka hii vita anayoiona nabii ni kubwa kuliko ile waliowahi kuishuhudia. Kuishuhudia wapi? Yaani civil war ya Amerika ile ya 1861 hadi 65. Haya, kwa msomi yeyote ambaye amefika hata form 4 hata la 7. Ndio. Vita ya kwanza ilipoisha. Ndio. Ya pili ilifuata hapo au kulikuwa na wakati mfupi wa amani? Kulikuwa na muda mfupi wa amani. Nabii Ellen G alionyeshwa ukurasa wa 268 wa Shuhuda ya kwanza. Anasema hivi, usikivu wangu ulielekezwa kwenye mandhari nyingine. Kulionekana kuwa kuna muda mfupi sana wa amani. Kulionekana wakati mfupi sana wa amani. Kwa alionyeshwa huo wakati. Ndio. Sasa baada ya wakati mfupi wa amani ilifuata vita ya ngapi? Vita ya pili. Alionyeshwa nayo. Ndio. Haya, anasemaje? Anasema Shuhuda hiyo. Shuhuda hiyo ya kwanza kurasa wa 268. Anasemaje? Kwa mara nyingine wakazi wa dunia waliletwa mbele yangu. Kwa mara nyingine. Na tena kila kitu kilikuwa kwenye machafuko makubwa. Mapambano, vita, umwagaji damu na njaa na maradhi vilileta utusi kila mahala. Mataifa mengine yalijihusisha na vita hivi vya machafuko. Vita vilisababisha njaa, uhitaji na umwagaji damu. Kasababisha maradhi. Mioyo ya watu ikazimia kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Kwa hiyo nabii akaonyesha vita ya kwanza ya nini? Ya dunia. Sasa kwenye vita ya kwanza ya dunia akaonyesha kuna mtengano unaenda kutokea kwa kanisa. Lakini kitakacholeta mtengano ni kitu gani? Shuhuda ya 6 ukurasa wa 400. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 400. Msikilizaji, hapa natakiwa kuwa makini. Hapa ndio makini kuliko sehemu zote. Hapa ndio unabii wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambapo lilitabiriwa kutenganishwa makundi mawili. Anasemaje? Anasema kwa kadiri majaribu mazito yatakavyotuzunguka. Rudia vizuri. Kwa kadiri majaribu mazito yanavyotuzunguka. Ndio. Mambo yote mawili, utengano na umoja, vitaonekana katika safu zetu. Majaribu anayosema ni yapi? Ya vita. Mambo yote mangapi yataonekana utengano na umoja katika safu zetu. Maana yake na yeye anajiweka kwenye hilo? Ndio. Safu. Unajua kwa Kiingereza ameweka ranks maana yake safu za kanisa. Ina maana kuanzia kanisa Maria hadi General Conference. Sawa. Ina maana kutokea utengano. Baadhi ya wale walio tayari kuchukua silaha za vita sasa. Walio tayari kuchukua silaha za vita sasa. Wakati wa hatari hasa. Watadhihirika wazi kuwa hawakujenga juu ya mwamba ulio imara. Kumbe muda utakapofika wale watakuwa tayari kushika silaha. Ndio. Muda utakapofika wa kupigana, watadhihirisha kuwa hawakujenga juu ya mwamba ulio imara. Watafanyeje? Watasalimu amri na majaribu. Kwa majaribu. Ndio, watasalimu amri kwa majaribu. Wale waliopata nuru kuu, fursa za samani. Waliopata nuru kuu
na fursa za zamani, lakini hawakuvitumia vizuri kwa kisingizio kimoja au kingine. Watajitenga nasi. Watajitenga nasi. Nabii anaonyesha vita itakapokuja watakaoenda kupigana watajitenga nasi. Yeye atakuwa kwenye upande gani? Wa wale ambao hawaendi kupigana. Haya. Yaani alichagua upande mapema. Ndio. Kuna watu wanasema Ellen G. White alikufa akiwa ndani ya SDA. Lakini ni kweli ndani ya SDA, lakini alikuwa amechagua vita itakapotokea. Ndio. Sawa? Ndio. Sasa tuangalie. Ndio. Nabii anasemaje? Ndio. Katika kitabu cha kitabu cha Pambano Kuu ukurasa 608 anasema hivi, kwa kadri tufani inavyokaribia, kundi kubwa la wale wanaoidai kukiri imani ya ujumbe wa malaika watatu, lakini hawakutakaswa kwa kuitii kweli, wataziacha nafasi zao na kujiunga na safu za upinzani kwa kujiunga na ulimwengu na kuchukua roho yake. Wamefikia kuyatazama mambo karibu kwa nuru ile na jaribio linapoletwa wanajiandaa kuchagua upande rahisi. Jaribio linapoletwa wanajiandaa kuchagua upande rahisi, upande wa wengi. Watu wengi wenye talanta na nafasi za kuridhisha ambao hapo awali walifurahia kweli, wanatumia nguvu zao kudanganya na kuzipotosha roho. Wanakuwa maadui wakali sana kwa ndugu zao wa zamani. Wakati watunza sabato wanapoletwa mbele ya mahakama ili kuitetea imani yao, hawa waasi wanakuwa mawakala wa shetani katika kusimama na kuwashitaki na kwa taarifa za uongo na kusingizia watawaamsha watawala dhidi yao. Haya, tumeangalia kumbe yatakutokea kutakuwa na usaliti ndani ya hiyo vita. Ndio. Sasa nabii akaonesha makundi mawili. Ndio. Sawa? Ndio. Hao akawaangalia hao watu waliotokea kwenye hiyo vita. Ndio. Katika kitabu cha Shuhuda ya Testimony to Minister, ukurasa 515, hii aliandika 1913, mwaka mmoja kabla ya vita. Ndio. Anasemaje? Wakati majanga haya yaliposhuhudiwa miongoni mwa mataifa ya dunia. Majanga gani? Ya vita. Tukio lingine lilionekana. Mwenendo wa matengenezo makuu miongoni mwa watu wa Mungu. Nilivutiwa sana na tukio lililopitishwa mbele yangu. Nyakati za usiku kulionekana harakati za uamsho ukiendelea mbele mahali pengi. Watu wetu walikuwa wakienda katika mstari wakiitikia mwito wa Mungu. Mungu anawaita wale walio tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu kuongoza mbele kazi ya matengenezo kamili. Mungu anawaita walio nini? Walio tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu ili waongozwe mbele kufanya kazi ya matengenezo kamili. Na yaona machafuko mbele yetu, na Bwana anawaita watenda kazi kuja mstarini. Kila nafsi inapaswa kusimama hivi sasa kwenye nafasi ya kina, ukweli na kujitoa kwa Mungu kuliko miaka iliyopita. Nabii anaona hii vita watu wajitoe kuliko miaka iliyopita. Sawa? Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ndio. Baada ya hapo tunaposema matengenezo tunamaanisha nini? Anasema hivi katika Shuhuda ya 8 ukurasa wa 199, sheria ya Mungu ni msingi wa matengenezo ya kweli. Matengenezo ya kweli ni sheria nani? Ni sheria ya Mungu. Sio nini? Sio kula nyama. Sio kula nyama. Kwamba nimeacha kula nyama mimi ni mwana matengenezo. Sawa? Ndio. Haya. Sasa nabii akaonyesha makundi mawili kwenye vita hiyo. Ndio. Shuhuda ya 8 ukurasa wa 41. Anasema hivi, katika njozi ya usiku nilionyeshwa makundi mawili. Katika mapambano makubwa. Kundi moja liliongozwa na bendera yenye alama ya kidunia, na kundi lenye bendera iliyochovya kwa damu ya Emmanuel mfalme. Ndipo kiwango baada ya kiwango kikawa kinashushwa chini na kukanyagwa kwenye mavumbi. Wakati makundi kwa makundi kutoka katika jeshi la Bwana walipoungana na umati na kabila kwa kabila kutoka katika ngazi ya adui, walipojiunga na watu wa Mungu watunza amri, ndipo malaika wa Mungu akaruka katikati ya mbingu na kuweka kiwango cha Emmanueli katika mikono ya wengi. Ndipo sauti kuu ikalia na kusikika, njoo mstarini. Hebu wale wote walio waaminifu juu ya amri za Mungu na imani ya Yesu, hebu sasa wachukue nafasi zao. Wachukue nini? Nafasi zao. Tokeni kati yao mkatengwe nao. Wala msiguse kilicho najisi, ndipo nitawapokea nami nitakuwa baba kwenu na ninyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Hebu wale wote watakao waje kwa msaada wa Bwana dhidi ya wenye nguvu. Kumbuka anasema Mungu anawaita walio tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu kufanya kazi ya matengenezo kamili, na waingie ndani ya nini? Ya mstari. Ndio. Sasa nabii akaona kwenye vita ya dunia makundi mangapi? Vita ya kwanza ya dunia akaona makundi mawili. Kundi la kwanza na bendera ya kidunia, na kundi lenye bendera iliyochovwa kwenye damu ya nini? Ya Emmanuel mfalme. Ndipo kiwango kwa kiwango kikawa kinashushwa. Kinashushwa. Bwana sifiwe. Amina. Sasa ndio
tuliangalia vita iliyopita. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Vita iliyopita waliandika barua kwamba hawatapigana, hawawezi kujiunga na nini na vita ya kienyeji kule Marekani. Ndio. Sasa hii ya dunia, viongozi wanasemaje? Vita ya kwanza ya dunia. Vita ya kwanza ya dunia. Ndio. Miaka 50 baadaye. Miaka 50 baadaye. Hebu hesabu 1914 ndio mpaka 1914. Ni inakuwa miaka mingapi? Miaka 1914 toa 1864. Ni miaka 50. Sasa nakumbuka ile nukuu kwamba shetani anataka Sabato wafanye matengenezo. Ndio. Lakini matengenezo hayo anayosema waachane na kanuni zilizoongoza kazi kwa miaka 50. Ni kanuni gani? Ndio. Kama walikuwa wanashikilia masuala ya kutokwenda kwenye vita, saa hizi waanze kushikilia. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Sasa ukihesabu utakuta ni miaka mingapi? 50. Sasa viongozi wa General Conference waliokuwa division ya Ulaya wakaandika barua, tuone msimamo wao ukoje. Anasema na vita ya kwanza ya dunia. Vita ya kwanza ya dunia msimamo ukabadilika kuwa kinyume na imani. Ukawaje? Anasema hivi, wakati tunaposimama kwa kanuni ya awali ya maandiko matakatifu na kutafuta kutimiliza juu ya madai ya sheria ya Kikristo, kutunza siku ya kupumzika ambayo Mungu alianzisha tangu mwanzo kwa kukusudia kuweka kando kazi zote katika siku hiyo. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha majonzi tumejifungamanisha sisi wenyewe kwa pamoja katika kutetea nchi za mababa zetu, na chini ya mazingira haya tutakuwa tayari kubeba silaha siku ya Jumamosi. Katika swala hili msimamo wetu tunauchukua katika maandiko yanayopatikana katika Petro wa kwanza 2:13 hadi 17. Tiini wenye mamlaka. Ilisainiwa na H.F. Schubert aliyekuwa president wa Union ya Ujerumani, lakini na L.R. Conrad aliyekuwa president wa division ya Ulaya. Huo ni mwaka 1914. Maana yake wakasema kwamba kwa saizi tutapigana nini? Vita. Na nabii amesema watakaopigana vita watajitenga nasi. Sasa kilichotokea ni kwamba kilichotokea ni nini? Ni kwamba wakaandika barua division ya Ulaya, wakaandika nini? Wakaandika barua kwenda makanisa yote ya division ya nini? Ya Ulaya. Walivyoandika barua makanisani, watu wakataaruki kwamba mbona sasa kwamba ni kinyume na imani yetu inatukataza ni uvunjaji wa sheria. Kilichofanyika ni kwamba waliokuwa wanabisha wakafutwa nini? Wakafutwa ushirika. Ni kote walikoendelea kubisha wakafutwa ushirika. Wote wakafutwa ushirika. Sasa ikabidi waandike nini? Wafanye mpango kwenda wapi? General Conference. Waliamua kufanya matengenezo waende General Conference. Walipofika General Conference baada ya vita hapo. Baada ya vita kuisha. Ina maana wale waliokuwa wanafanya matengenezo ya kutetea sheria ya Mungu wakati wa vita wakaamua kwenda General Conference kuuliza kwamba kwa nini General Conference imechukua msimamo kinyume na imani yetu. Kwa walipofika General Conference wakaeleza kwamba jamani, sisi tumefuata shuhuda zinasema tusipigane vita. Tumefuata Biblia. Sheria ya Mungu inakataza. Sasa je, msimamo wa General Conference unasemaje? Je, walichokifanya ni sahihi? Shuhuda za Dada White zimevuviwa? Wakasema maswali yenu yataleta machafuko kwenye kikao cha General, tena kwenye kanisa letu. Italeta machafuko ambayo hajawahi kutokea. Ondokeni. Bwana sifiwe. Sasa kilichotokea ni kwamba hawa watu wakarudi kwa wenzao. Waliporudi kwa wenzao wakasema, ikaonekana kwamba General Conference imefanya nini? Imewakataa. Sasa ungekuwa msikilizaji, ungefanyeje? Umefuta ushirika. Wakati ulikuwa unatetea sheria ya Mungu, alafu umefutwa ushirika. Ili urudi kanisani ufanye matengenezo ndani ya kanisa, inatakiwa ufanyeje? Inatakiwa ubatizwe. Lakini ubatizwe kwa kosa gani? Huna kosa. Yaani wanaokuambia utabatizwa wao ndio wamevunja sheria. Yaani ungefanyeje? Bwana sifiwe. Amina. Kwa lugha nyingine ni kwamba ikabidi iundwe General Conference nyingine ambayo itafuata maelekezo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu unabii ulipaswa utimie kwamba watakao beba silaha. Vita ingetenganisha kwa makundi haya mawili. Makundi hayo mawili ndio yangeendelea mpaka mwisho wa wakati. Sawa. Bwana sifiwe. Amina. Sasa watu wanasema kuna matengenezo ndani ya nini? Ya kanisa. Ndani ya kanisa. Bwana sifiwe. Amina. Sasa nabii anasema niliona kwamba juhudi za dhati zinatakiwa kufanyika katika kuwaonesha wale wasio na makosa ya Kristo makosa yao. Na kama hawataki kufanya matengenezo wanatakiwa kutengwa kutoka kwa walio wa thamani na watakatifu, ili Mungu awe na watu wasafi na halisi atakaowafurahia. Hatumheshimu kwa kuchanganya wasafi na wasio
Wasafi. Ndio. Msikilizaji, muda wetu umeisha. Ndio. Jina langu ni David Dicto. Naitwa Temanya Gabriel. Namba 075822 Ndio. 8734. Ndio. Ututafute kwa maswali zaidi na masomo zaidi. Ndio. Msingi wa matengenezo ni sheria ya Mungu. Basi tupate ombi. Amina. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, na msikilizaji ametusikiliza tangu tulipoanza vipindi hivi kwa siku 14. Ni ushahidi kwamba hakuna kisingizio kwamba hakujua chochote. Tunaomba umsaidie afanye maamuzi ya dhati kukufuata wewe. Tunaomba uwe pamoja na wasikilizaji popote walipo, na redio hii uweze kuibariki mpaka utakapokuja, kwa jina la Yesu. Amina. Amina.